Radio Kapi. Habari zetu, Mark Marofimbo. Jambo Christelle Fitri, mpendwa msikilizaji, jambo na karibu kufuata matangazo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Kwanza vichwa vyake. Zaidi ya watoto wagonjwa 2000 waathirika wa ndui waliripotiwa mtaani Punia. Tayari kampeni ya chanjo ya kupiganisha ugonjwa huo yapangiliwa. Wakati huo hali sio shwari pa Marabo, ikiwa mafiaturiano yaliripotiwa hii Jumatano kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa kikundi kishikao silaha ya FPIC kisha kuuawa kwa kiongozi wao. Na madereva wanaotumia barabara ya kiserikali nambari 1 kutokea Kongo Central hadi Kinshasa walaani manyanyaso wanaopitia hasa chungu nzima ya vizuizi na kodi zisizo na hesabu. Haya na mengine yatakujia punde kwa urefu. Mpendwa msikilizaji, kaa nasi. Hujambo mara tena mpendwa msikilizaji. Tutafungua habari yetu na kukuambia kwamba watoto 21 wa umri wa chini ya miaka 1 wamefariki dunia kupitia ugonjwa wa ndui kunako chuo kikuu cha matibabu ya Punia tangu mwezi Juni uliopita. Hadi hapo wengine 2089 wamerekodiwa, sawa pia alituarifu mganga msimamizi wa kituo hicho cha matibabu Daktari Amisi Makutano. Kulingana na hali hiyo, amewaalika wakaaji hasa wazazi kuepuka matunzo kwa aina ya kipekee na kwake kutoa habari ya kuanzishwa kwa kampeni ya kutolewa chanjo hivi punde. Daktari Amisi Makutano alihojiwa njiani mwa simu na Bi Florence Kizalunga kuhusu malali ya rougeole suluba yenyewe inaendelea kuonekana ndani ya eneo yetu ya afya ya mtaa wa Punia. Ni kusema ya kwamba magonjwa inaendelea sana. Kwa leo tunakuwa 289. Ni kusema kila siku inapopita tunapata mtoto mmoja bawili benye banafika kituo cha afya na kuonesha ile alama ya magonjwa ya suluba. Na kwa jumla wale watoto wote wenyewe wanapoonekana ndani ya eneo yetu ya afya na suluba kunakuwa 21 wenye wanaisha kufa. Angalia ni suluba moja iko kali sana, juu inakamata hata watoto wa chini ya miezi 6, inakamata hata watoto wa zaidi ya miezi 5, miaka 9. Unakuta keni suluba yenyewe haiyakuwa kabisa tulivu na ikingali toujours inakamata eneo ya afya yote 17 inakuwa na suluba na inagonjesha watu wote mara moja. Na ndio maana tulipendelea kuleta shauku wazazi wanapopata alama ya mtoto mwenye kugonjwa suluba wende kuvituo vya afya. Kweli wasisadikia kwamba matunzo mingi ile yetu ya kuinamisha ya kupakala majani mbalimbali inaweza kumaniza matunzo. Na habari njema kama na hii, wakaaji wa Kinkole tarafani Nsele hapa mji mkuu wa Kinshasa watapumua sasa kwa yanayohusu matibabu. Sababu ni kwamba hospitali kuu ya maeneo hii yamekuwa na chumba cha kazi ya maraba ya aina ya kisasa kwa uchunguzi wa kilindini ya masuala ya kiafya. Kituo hicho kipya ya matibabu kilizinduliwa na mwakilishi wa waziri nchini ausikai na masuala ya afya na balozi wa nchi ya Ufaransa nchini DRC. Ikiwa ni mradi wa Labokin, maraba hii ilijengwa na kampuni ya maendeleo ya nchi ya Ufaransa kwa ushirikiano na viongozi wa serikali ya Kongo. Lengo ni kutoa fursa kwa uchunguzi kiafya ya ngazi za juu na kuwafaidikia wakaaji matibabu yanaofaa. Inaposemeka hivi, kituo kikuu cha matibabu ya kijeshi ya Kikwit kilipokea hii Jumatano matoni za kutosha za madawa na vifaa vya matumizi kwa nufaa ya afya ili kuboresha shughuli za matunzo ya wagonjwa, hususan vifaa vya uchunguzi ya kilindini, vile vya kuchunga vifaa vya baridi na hasa zile za kukinga na kuchunga damu ipasavyo. Ingalao ni kituo cha matibabu ya kijeshi, hospitali hii yawapokea pia wakaaji wa kawaida mjini katika malengo za kupunguza jaribio la kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kwa matunzo, sawa pia wale wa mji mkuu wa Kinshasa. Nilitanguliza na kusema hali ya vuta tuvutani na ya mchanganyiko iliripotiwa hii Alhamis pa Marabo, kijiji kipatikanao kwa umbali wa kilomita 45 hivi pande wa kusini mwa mji wa Bunia, mtaani Irumu, jimboni Ituri. Ukweli ni kwamba jeshi la taifa FARDC walinyangulana na wanamgambo wa kikundi kishikao silaha ya FPIC maarufu Front Patriotique et Integrationniste du Congo. Duru ya mahali hudokeza kwamba wanamgambo hawa washota vidole jeshi la taifa kuchangia katika swala la kuuawa kwa kiongozi wao aliyejulikana kwa jina la Herod pamoja na walinzi wake wawili. Watu hawa watatu waliuawa usiku wa Jumatano ya kuamkia hii Alhamis wakati wa mafiaturiano Panyakunde, kijiji jirani ya Marabo. Matembezi yalivurugwa kunako barabara kitaifa nambari 27 inayounganishwa Bunia na Komanda.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika lisilo la kiserikali Action pour la Protection de l'Enfance GAP yalaani uorodheshaji ya watoto wasiopungua 56 hivi miongoni mwa vikundi vishikao silaha zinazoongozwa na wazalendo mitaani Walikale. Kuaminiana na shirika lile, uorodheshaji huo ulitendeka kwa muda wa majuma mawili yalipoanzishwa likizo ya masomo. GAP yasema kuendelea na uhamasishaji karibu na viongozi wa vikundi vishikao silaha na yaalika viongozi wa kiserikali kukazia sana mbinu za kupiganisha ukiukwaji wa haki za watoto kupitia kitendo kama na hayo, yani kuwaorodhesha watoto miongoni mwa vikundi vishikao silaha. Bayomba Mishiki Bams, mkurugenzi wa GAP, alijadiliana na Bernard Nyangi. Tumeweza kuona watoto wameingia katika gundi la jeshi katika miji mbalimbali sawa Kilungu, Ntoto, Biungu, Nsindo, Mungote, Nsengu, ndani ya gundi la jeshi la Uhuru ambayo inapatikana katika groupement Walo Roba sekta de Wanyanga kiongozwa na General Mashit. Wengine nao wanapatikana katika gundi la jeshi la Kalumendo huko Tebero, watoto 56 katika gundi za jeshi depuis wafunge masomo le 2 juillet. Na watoto hao tumeweza kuwasogelea, wanatuambia kusema kama wameweza kuingia katika gundi la jeshi kwa ajili ya kutafuta vifaa vya masomo, waone kama wataweza kusoma namna gani mwezi wa kenda. Tumeweza kusogelea wakuu viongozi wote wa mtaa wa Walikale kusema kama nao wataendelea kufanya lobbying kwa wale watoto waweze kutoka katika gundi la jeshi. Nafasi ya mtoto haiko kubakia katika gundi la jeshi, nafasi ya mtoto ni kubaki kwenye shule ama kwenye jamaa lake. Kwa mwezi wa 5 uliopita, watoto 122 kati ya wasichana 36 waliondoshwa toka vikundi vishikao silaha na kurudishwa katika familia zao pa Walikale kupitia juhudi zilizoendeshwa na shirika hii kupitia msaada ya UNICEF na PDDRCS. GAP yavunjika moyo kuona kwamba uorodheshaji ya watoto miongoni mwa vikundi vishikao silaha yaendelea ingalao mikataba zilizosahiniwa na vikundi vishikao silaha kadhaa, hususan Uhuru na Raia Mtomboki. Tutaendelea na habari, tunakuarifu kwamba hali ya kuishi ya kuwa magumu zaidi tena kwa maelfu ya wajamii wakimbizi ambao walirudi makwao mkoani Mbinga Nord tumepatikana mtaani Kalehe jimboni Kivu Kusini, ikiwa walikaribishwa katika familia ya upokezi kwa muda kunako vijiji sawa pia Mukwija, Kinyezire, Ruhunde, Chibimbi, Karango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki. Familia hawa watabika kwa kujichukumia. Kuaminiana na shirika la raia Pakalehe, msaada wa dharura unahitajika kabisa, zaidi sana pahali pa kuugama, malisho, matibabu na kazi ndogondogo ya kuzalisha mapato ili kujitegemea. Benjamin Mungazi yupo njiani mwa simu naye Roneliti Bonera anayemtafsiri. Wakati wa shughuli zinazolenga kuidadisha wakaaji wenye kurudi katika vijiji, tunawaomba wafanyakazi wa mashirika ya kiutu kupita nyumba kwa nyumba bila kuacha wale wanaoishi katika vyumba vidogo ili kuepusha mgogoro wakati wa kugawa msaada. Wakati wa matangazo ya watu watakaofaidika na msaada, watu wengi wanaoteseka hawatangazwe na wazee mara nyingi husaulika licha ya shida wanazopitia. Shirika la raia linatoa mwito kwa mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali yakiwemo Fond Social, Msalaba Mwekundu, Give na hasa mashirika PAM kutimiza ahadi zao. Mwito huu unalenga kuwasaidia wakimbizi wa ndani na wale waliorejea katika mkoa wa Mbinga Nord, hususan ndani ya vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Ruhunde, Chibimbi, Karango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki ili kuboresha hali yao ya maisha. Na kwa habari zingine, chungu nzima ya vizuizi ya uchunguzi barabarani, maelfu za kodi, madereva wanaotumia barabara ya Kongo Central kuendea Kinshasa walaani manyanyaso ambao wako wahanga kunako barabara hii kitaifa nambari 1. Kwa mfano pa Mitendi na Matadi Kibala, hawa walaani umati ya wafanyakazi wa vyumba kadhaa ya serikali kwa ajili ya uchunguzi, kuwasimamisha mara kwa mara kwa vizuizi nyingi na malipo ya kodi ambazo haijulikani sababu wala yanapoenda. Ikiwa hali hii ya wavurugia mwendo njiani, hawa waomba kwa wakuu viongozi kuingilia kati. Elise Kavira atuarifu zaidi. Madereva wa teksi za kusafirisha abiria na mizigo wanalalamika kuhusu matatizo wanaokutana nayo kwenye barabara kuu ya kwanza kati ya Mitendi na Matadi Kibala. Dereva mmoja anaeleza kwamba katika kila sehemu wanapokutana na polisi wanawaomba pesa nyingi. Pia wanalazimishwa kulipa ushuru unaoitwa interurbain wa $30 za Marekani, tiketi ya maegesho na malipo mengine mingi njiani. Mama huyu anayesafiri kutoka Boma kwenda Kinshasa anaeleza kwamba
kwamba kuna vituo vingi vya ukaguzi vinavyosimamisha mara kwa mara, na hiyo inafanya safari iwe ndefu zaidi. Anasema kwamba ili kufika Kinshasa analazimika kutumia muda mwingi sana barabarani, na hali hiyo ni ngumu sana kwa wasafiri. Kwa hiyo madereva wanaomba viongozi wa nchi kuchukua hatua za haraka ili kumaliza vitendo hivi vinavyowasumbua barabarani kati ya Kongo Central na Kinshasa. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi. Naam, sasa kipindi chetu cha pili cha matangazo yataendeshwa naye Bernardin Nyangi. Karibu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR la wahudumia karibuni watu 4,000 kila mwaka kupitia mpango wake wa karabati wa kimwili. Baadhi hawa wapatikana jimboni Kivu Kaskazini, ambapo 80% ya walengwa ni waasiriwa wa migogoro ya kivita. Msaada huu wahusu kuwavika viungo bandia na mifupa pamoja na kutengeneza na kufuatilia vifaa hivi. Ili kuelewa zaidi kuhusu swala hili, tunampokea kama mwalikwa Giselle Kantu, msaidizi wa programu hiyo jimboni Kivu Kaskazini. Anazungumza na Rosalie Zawadi. Giselle Kantu, jambo. Jambo. Utuambie programu hii kwanza inatumika na vituo ngapi vya afya imo province? Hii programu yetu PRP, ndio kusema programme de réadaptation physique, tunatumika ku RDC muzima na tunatumika hapa ku Nord Kivu na centre shirika la Umoja, tunatumika na Bukavu, Uvira, vile vile na Ituri, na Kinshasa tulikuwa natumika pia na DRF. Ni msaada gani munaotoa katika programu hii? Tunatumika kwa wale watu wanalumiwa na masasi, wenye wanahitaji yenye tunaita prothèse, kumonya na katiwa mugulu wala mkono, wala orthèse kumonye abakukata mugulu wala mkono me banampatia appareil. Donc tunatumika ku volet mbili, volet ya kinesthéthérapie na volet ya appareillage orthopédique. Na ma service zengine ni ile ma réparation yenye tunafanya, parce que leo mtu akavala prothèse wala orthèse, donc anaweza rudia chaque année wala après 6 mois jour ya kufanya ma réparation mbalimbali. Par exemple, jour ya batoto avec la croissance sana komala na prothèse inakuwa mfupi wala orthèse inakuwa kidogo, njo inaomba mtoto arudie tena jour tufanye ma réparation mbalimbali. Ku ule mwenye alipata prothèse, pied inaweza haribika, ceinture inaweza katika, basangle, donc anaweza rudia ku centre jour ya service ya reparation yote yenye inahitaji. Na biote binafanyika kwa bure vile vile, parce que CICR analipa a contrepartie ku niveau ya centre partenaire. Na ni batu wapata gani benye banafaidia sasa hii kazi mko mnafanya ya kusaidia ba victime de guerre na bote benye biko na malazima ya ima prothèse na orthèse? Ku Kongo muzima target yetu iko zaidi ya 4,000 kwa mwaka. Huku kumu contexte yetu ya Nord Kivu, kwa mwaka tunaweza appareiller autour de 2,000. Benye tunapewa ile ma service mbalimbali, prothèse, orthèse, même ma fauteuil roulant, makinga, kule mwenye alipoza migulu, tunaweza mupa beki hii yenye tunaita aide à la marche, kumutu mwenye iko na shida juu ya kutembea. Na kuile 2,000 personnes benye tuna appareiller, 80% ya wale watu ni wenye wanalumiwa kufatana na vita. Kati ya bale ba victime ba vita wanasema walilumia ya kutokana na vita, ba mama, batoto, sijue ni bapata gani ndani? Tunapokea makategori zote, wa mama, watoto, wanaume, zaidi wenye tunapokea ni wanaume. Tunawaza ni kwa sababu hao njo biko fasi ya vita sana njo wanalumia. Statistiki kusema batoto, ba mama nabo tunabapokea pia jubiko. Ndio, na mwingine ma province ya RDC bale benye bana profite na ma appareil nabo ni kutokana na nini? Kwa mfano kwenye hakuna vita. Gisi tulisema tunatumika na ma centre ine zaidi, tunatumika mu contexte ya conflit, mais kuma contexte zengine na kuko pia ile contexte ya vulnerabilité. Donc ku ile kategoria wa vulnerable tunakamata wote wenye hawajiweze, njo kwa maana kama nahitaji appareillage orthopédique CICR inaweza saidia. Ndio. Na munakutana na shida gani
kwa kufanya kazi hii? Mimi naweza sema ni kusema ke population yenye nalumiwa ni wengi, tulisema tunapare au moins 2000 personnes, mais ku centre partenaire kwenye tunatumika mu population ya Nord Kivu yote tuko tuna technicien, 2 techniciens formés kwa sababu ile formation banaifanya mbali ya inji, hakuna ile masomo hapa. Na shida nyingine ni hii shida ya aeroport haifungule. Kwa leo centre nauza yo peke materiel, iko na difficulté ya kuleta materiel juu ya kutengeneza ile maappareil, na mabanki azifungule Ebola vile. Donc kusema mtu atoke mbali afike hapa Goma juu ya kupata appareil inakuwa shida. Giselle Kantu, nakumbusha kwamba unakuwa mmoja wa programu ya readaptation physique ya CICR Nord Kivu. Asante sana. Asante kabisa kwa Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Wakati wa janga za kiafya, raia huwa katika hatari kubwa ya unyanyasaji na unyonyaji wa kingono. Ili kuzuia shida hizo, katika jitihada za mapambano dhidi ya Ebola, shirika lisilo la kiserikali Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI, kwa usaidizi kutoka UNICEF, iliwakusanya waandishi wa habari takriban 20 mjini Bunia mnamo Julai 11. Lengo ilikuwa kuwageuza hawa kwa njia ya kuongeza uimizaji ndani ya jamii. Ripoti yake Jean-Claude Lokidile. Katika kipindi cha dharura za kibinadamu, wakati mwingine wananchi hukumbwa na vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kingono vinavyoendeshwa na baadhi ya watu waliotumwa kuwasaidia. Ni kwa lengo la kuzuia vitendo hivyo ndipo shirika la SOFEPADI liliandaa kikao cha kuongeza elimu na kuwapa uwezo waandishi wa habari mjini Bunya. Dieu merci Lisongomi ni afisa kunako SOFEPADI anayehusika na mradi huo. Il est interdit aux humanitaires. Kama mfanyikazi wa kibinadamu, imekatazwa kufanya mapenzi na mtoto wa chini ya miaka 18. Tena imekatazwa kutoa pesa, kuahidi kazi au kutoa vitu vya faida kwa lengo la kufanya kitendo cha ngono. Tunawaomba waandishi wa habari kufikisha ujumbe huu kwa wananchi ili wajue haki zao na waweze kuripoti vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Mafunzo haya yanafanyika wakati ambapo mkoa wa Ituri unakabiliwa na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola, hali ambayo imesababisha kuongezeka kwa idadi ya wafanyakazi za kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika. Kwa mujibu wa Aminata, msaidizi mmoja wa waandishi wa habari, mafunzo haya yanajibu hitaji kubwa la kuwapa wananchi taarifa kuhusu namna ya kujikinga na kuripoti vitendo vya unyanyasi wa kingono. Hizi siku tunakuwa ndani ya riposte, utakuta ba activiste mingi banakuwa na travailler biko bana abuser sexuellement, bana prendre bana mke amo ba concubine abo jour sous prétexte que atakupatia kazi. Et bien sûr que même si anakupatia kazi, est-ce que vraiment vile njuli omba utiliser pouvoir? Quelqu'un peut avoir un pouvoir, mais est-ce que iko obligé anje kuutiliser sexuellement? Waandishi wengine wa habari pia wanaamini kuwa vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuzuia vitendo hivyo kwa kuelimisha wananchi kupitia taarifa zinazowafikia karibu. Jean-Christian Bafwa. Hii mafunzo tunapata tuende tetea kwa radio zetu mbalimbali kwa pasha ile habari na watu wakuwe angalifu. Ukiona ile hali ya kuanza kuwabaka kupitia kitu naenda wasaidia na maonje naenda wasaidia tena naenda kuwabaka huku, itabidi tufanye nini? Tudenonse, tuseme waziwazi, kwani ile hali isiendeke na isiendelee tena, isimamishwe pale. Kupitia mpango huo, SOFEPADI kwa ushirikiano na UNICEF wanatarajia kuimarisha nafasi ya vyombo vya habari katika kupambana na unyanyasi na ukatili wa kingono ili wananchi wafahamu haki zao na njia za kutoa taarifa pale wanaopambana na vitendo hivyo. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki Dile, Radio. Mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Mtangazaji wako alikuwa ni Mark Marufimbo. Asante kututegea sikio.